Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Kipindi ambacho kinaeleza fursa na faida zilizopo katika kilimo. Bado tupo mkoani Lindi. Mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi amesisitiza vijana wasikae bila kazi, wasikae vijiweni na kufanya mambo yasiyo na maadili. Badala yake waende shambani wakalime. Kilimo kinalipa. Kwa hiyo mimi niwapongeze vijana wasihangaike kwenda sehemu nyingine, wasihangaike na mambo yasiyo na maana, wasijikae vijiweni, wasivute bangi, wasijishughulishe na mambo ya ovyo ovyo katika jamii, waende shambani. Ajira iko shambani. Na sisi katika mkoa wa Lindi bado tuna ardhi ya kutosha. Kwa hiyo mtu anayetaka kwenda kwenye kilimo aende kwenye kilimo. Kizingatia yote haya, utaona kabisa ajira yako ya kilimo ni kweli ni ya kwako, lakini kubwa zaidi inalipa. Wiki hii tumeingia wilayani Ruangwa. Wilaya ya Ruangwa ilianzishwa mwaka 1995 na halmashauri ya wilaya hiyo ilizinduliwa rasmi mwaka 1997. Kwa ujumla, wilaya hii ilijengwa kwa nguvu za wananchi ambao waliamua kwa hiari yao kukusanya michango iliyotokana na mauzo ya mazao kama vile korosho na ufuta. Uchumi wa wilaya hiyo unabebwa na kilimo. Kilimo kinachangia zaidi ya 90% ya mapato ya halmashauri hiyo. Wakazi wa wilaya hiyo wanajishughulisha na kilimo cha mazao ya biashara na mazao ya chakula. Mazao ya chakula ni pamoja na mahindi, muhogo na mtama. Na mazao ya biashara ni korosho, alizeti na ufuta. Leo tunazungumzia zao la alizeti. Alizeti ni zao jipya katika wilaya ya Ruangwa. Wakulima zaidi ya 7,000 wamelima zao hilo. Na ardhi ya Ruangwa ni rafiki kwa kilimo hicho. Rashid Hassan Nakumbia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ruangwa. Anasema kilimo cha alizeti ni fursa nyingine katika kukuza uchumi wa wilaya hiyo. Amempongeza Mheshimiwa Mbunge ndugu Majaliwa Kasim Majaliwa kwa kutafuta mwekezaji ambaye atajenga kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti. Ujio wa kiwanda hicho utachochea zaidi kilimo cha alizeti kwa sababu soko la uhakika litakuwepo. Kwanza niseme hili la ardhi. Bahati mbaya kidogo kwamba wilaya yetu haina eneo kubwa sana. Sisi tuna kilomita za mraba kama 2660 hivi. Na population yetu ina grow very fast kwa maana ya ongezeko la watu linazidi kuja kwa kasi, na vizazi hivi ambavyo vinazaliwa sasa. Kwa hiyo kwa maana ya kusema tuna maeneo makubwa ya kuweza hata kuencourage wawekezaji kuja, hii siwezi kuisemea kwa sababu ardhi inaona bado haitoshi sana. Lakini swala la kuhamasisha wananchi walioko ndani ya wilaya kwa maana ya vijana na kizazi cha sasa kwamba kitumie ardhi hii iliyopo na kitumie hii fursa iliyopo ya kuwekeza kwa maana ya kulima maeneo makubwa kwa mazao haya tunayoyasema, mashamba ya alizeti, mashamba ya ufuta, mashamba ya mihogo na mahindi, ambayo yote kwa pamoja yanaangukia kwenye chakula na biashara. Kwamba sasa wakati umefika wa kuchangamkia hizo fursa. Na kwa kuwa Tanzania hii ni moja na sisi hatuna ubaguzi, watu watakapokuwa wanaona hizi fursa kwamba wanaona kuna ardhi nzuri na inakubali kila zao na fursa hizo zipo na kwamba ukilima unauza, naamini watu kutoka mikoa mingine watakuja kwa ajili ya kuchukua ardhi na kuitumia
Kwa hiyo na hamasa yangu kwamba unaomba vijana na walioko ndani ya wilaya na watu wenye uwezo wao walioko ndani ya wilaya kuanza kushika hizo fursa kabla ya Watanzania wenzao hawajachangamkia, na kwa sababu watu wanaziona watakuja na uwezo kuwazuia kwa sababu ni Watanzania. Tuna hivi sasa kama ulivyosema kuna uwekezaji mkubwa wa kiwanda cha kuchakata bunyu au graphite kwa lugha ya Kinani ambacho kitakuwepo hapa Ruangwa, ambacho kitavuta watu wengi kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo ni fursa, kwa maana ni eneo ambalo ni soko ambalo mazao watahitaji chakula kwa wingi, watahitaji maeneo ya kufanya biashara, watahitaji kujiingiza kwenye shughuli mbalimbali. Kwa hiyo tuiangalie hiyo fursa na kuiwahi, kwa maana ya ardhi tulionayo tuanze kuitumia sasa kwa nguvu zetu zote kabla wengine hawajaiona, kwa sababu na wenyewe pia ni haki yao. Mheshimiwa mbunge wa Ruangwa Majaliwa Kassim Majaliwa, ambaye pia ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, licha ya majukumu mazito ya kiserikali alionayo, lakini yeye ni mkulima. Amekuwa akijishughulisha na kilimo cha alizeti, mahindi, ufuta na korosho. Kipindi hiki kimefanikiwa kufika shambani kwake kata ya Nandagala na kujionea kazi kubwa ya kilimo cha alizeti. Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, pamoja na kuwa mwanakijiji, lakini amekuwa akitumia nafasi yake ya ubunge kuhamasisha wananchi wa wilaya ya Ruangwa kuwekeza zaidi katika kilimo cha mazao ya biashara na mazao ya chakula ili kuinua kipato chao na kuendeleza wilaya hiyo. Hivi karibuni aliwaeleza wanakijiji wenzake amepata mwekezaji ambaye amekubali kujenga kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti. Ardhi yetu ni nzuri kwa alizeti. Tumepata mwekezaji, alikuja wiki iliyopita, amezungumza na mkurugenzi, bahati nzuri akakuta na kiwanda cha alizeti kifanye kazi pale Ruangwa mjini, anataka kuchukua kile. Lakini amesema ili kiwanda kifanye kazi lazima watu walime. Amesema mbegu analeta yeye. Wewe kazi yako ni kulima shamba. Hivyo shida iko wapi? Alizeti miezi hii mitatu tunapata hela zake. Wewe fanyeni jitihada, kila mmoja aanzishe shamba. Wale wa alizeti, bibi shamba atatembelea vijiji vyote kuratibu mashamba. Ajue kuna eka ngapi na atakwenda kuziona ili agize mbegu. Na nitamwambia alete mbegu ili alete, mnapewa mpande. Baada ya kumsikia Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, mbunge wa Ruangwa, tulianza safari ya kuelekea kijiji cha Mawa, kata ya Likunja, kitongoji cha Mikoroshini. Lengo letu ni kuona baadhi ya mashamba ya alizeti. Tumefika katika shamba la Houston Genya, ambaye anasema hii ni mara yake ya kwanza kulima zao hilo. Amehamasika kuanza kulima sababu kuna fursa ya soko, na vile vile wakulima wengi kijijini kwake hawajahamasika kuanza kulima zao hilo. Afisa kilimo ana mchango mkubwa tu katika zao hili la alizeti. Kwanza kabisa, wakati naandaa ile shamba nilimuita yeye kwa ajili ya kunipa maelekezo nini kifanyike ninapotaka kupanda ili zao. Na alikuja akanipa hivyo vipimo na nikapanda kwa kutumia hivyo vipimo. Kuanzia nilipopanda mpaka nilipovuna, afisa kilimo amekuja mara 3. Amenitembelea mara 3 kwa mwaka huu. Alipokuja, kwa bahati nzuri, alipokuja kwa mara ya mwisho, mmea wakati ushainuka, na nikawa nimemuuliza juu ya kwamba kama ninaweza kuhamisha mimea hii nikapanda kwenye sehemu ambazo wadudu labda wameshambulia. Akasema kwa hatua iliyofikia
haiwezekani kuhamisha huu mmea tena, utakuwa unakauka na utakuwa huwezi kuendelea vizuri. Katika ulimaji wangu wa alizeti kwa shamba kama linavyoonekana, nategemea kuvuna gunia 3, ndio mategemeo yangu, nivune gunia 3 kutokana na kwamba shamba lenyewe lilivyo linavyoonekana ni dogo, sio kubwa sana, lakini pia mbegu zilivyoota, kuna maeneo mengine hakuna mbegu, maeneo mengine yana mbegu. Kwa hiyo kwa hali ilivyo nategemea kuvuna gunia 3. Changamoto kubwa katika kilimo hiki cha alizeti ni hii kubwa moja ambayo ni ya huu ugonjwa ambao sijui ni ugonjwa gani na sijui dawa gani inaweza katibu ugonjwa huu. Kwa hiyo na ndio maana nimesema kwamba tuliokuwa wengi na mimi pamoja na wakulima wenzangu wa kuzunguka maeneo haya tunatumia hizo dawa za kuua wadudu wakati huo hatujui kama ni sahihi, ni dawa sahihi kutibu ugonjwa au sio sahihi. Utaratibu wa kutafuta soko, kwanza tunapolima hili zao tunategemea soko. Soko lipo na soko ni rahisi zaidi, ambalo kuna namna mbili. Unaweza kauza alizeti kama ilivyo, kwa maana baada ya kuvuna unaenda unauza kama ilivyo kwa wale watu ambao wanatumia kukamua mafuta kwenye viwanda vyetu ambavyo vipo katika wilaya hii, viwanda vidogo vidogo vile vya kukamua mafuta ya alizeti. Lakini pia unaweza ukaenda kwenye mashine zile ukakamua mafuta ya alizeti na baadaye ukayauza yale mafuta mwenyewe. Kwa hiyo soko lipo. Mtazamaji, sasa tunaelekea kijiji cha Likunja, kitongoji cha Nanduta, kuangalia shamba lingine la alizeti. Mazoea Selemani Tepani ni mkulima wa alizeti. Msimu huu amelima eka 3 za alizeti. Anasema amehamasika kwa mara ya kwanza kulima zao hilo baada ya bibi kilimo kumweleza faida ya kulima zao hilo. Na matarajio yake ni kuvuna zaidi ya gunia 7. Hata hivyo, kuna baadhi ya changamoto alizokutana nazo katika kukuza zao hilo. Kilimo hichi nimehamasika kwa mara ya kwanza kuingia katika system ya kilimo baada ya kupewa ushawishi na bibi shamba ambaye ipo kijini kwetu pale, ambaye mpewa dhamana na serikali ya kuhudumia wakulima. Kwa hiyo alinitaarifu kuna zao linatakiwa liingie kwetu wangu, kwa sababu zao kwetu ni geni, na miongoni mwa vijiji ambavyo vimebahatika na mfumo huo ni Likunja. Kwa hiyo bibi shamba alivyonielekeza vile, mimi mwenyewe kwa sababu ni mtu wa kuthubutu, ingawa sijawahi kulima ile zao, nikahamasika, nikaamini kabisa kwamba kama inafikia hatua serikali inaamua kuwekeza kwenye system hii, ninaamini ziko tija zinazopatikana kupitia hilo zao. Kwa maelezo machache nilihamasika na nikathubutu, nikaingia kwenye mfumo huu wa kilimo hichi kama mnavyoona. Ingawa pia ziko changamoto ambazo nimekutana nazo katika kilimo hichi. Changamoto ya kwanza niliyokutana nayo ni makuzi ya mmea. Tumepanda mmea umeota kama mnavyoona, lakini makuzi yake kadri mmea unavyozidi kukua, kuna tatizo ambalo linapatikana. Mimea inaingia hali ya unyaufu. Sasa kwa sababu ni miongoni mwa watu wanaolima kwa kujifundisha, kuna hii hali ambayo inaonekana kwenye majani humu. Kutukutu hii inasababishwa na nini? Ninajaribu kuoanisha majani kama lilivyokuwa jani hili. Ukiangalia kwa macho linaonekana liko bora zaidi kuliko hili, na hili pia lina tatizo. Ukijaribu kuwaleta ambao watu waleta ushawishi, kwa maana bibi shamba nikimwelekeza tatizo lililopo shambani kwangu, kuna tatizo hili na hili na hili, apate hamasa ya kuvutika kuja shambani kuangalia tatizo. Alafu wakati mimi pia ni mgeni kwenye hili zao, basi ninaishi tu kama vile natapatapa. Kama unavyoona kwa kilugha kuna usemi tunasema, yani ndu yana yango kuipinga kama una shambambe. Unaona? Yani kama vile watoto wa kuku wanatoka kudako na mwewe na wana mtetezi. Ndio ndivyo baki mimi kulima mimi kwenye zao hili. Unaona? Kweli nilihamasika na nikathubutu. Lakini zaidi ya hapo ndio kama mnavyoshuhudia. Kwa hiyo changamoto zipi nitapitia na zao hili, inatakiwa tuende katika system ya kubahatisha. Kama unavyoona ile shina.
Miongoni mwa maeneo ambayo najifundisha katika kilimo hichi pia, nina kanuni ya kuona tatizo kama hivi ninavyoliona, ninaanza kung'oa mmea wenyewe ili nibaini kama hili tatizo ni la ardhini au ni la mmea wenyewe. Unaona? Lakini ukisha baini, angalia, yani utakuta mizizi yote iko safi kama inavyoonekana, ilishika tu udongo vizuri. Unaona? Kwa hiyo makuzi ya mmea nikaamini kabisa tatizo hili si la udongo. Na kama lingekuwa la udongo, hili tatizo na mimi ningeweza kubaini. Ingawa si mtaalamu sana, lakini hii ni katika mazingira kujiongeza mimi kama mimi. Kwa sababu hii kazi ilikuwa angalau ya bwana shamba aje anipe elimu hii ili na mimi nibaini tatizo. Lakini kwa sababu uwepo wao ni mdogo, basi nalazimika kwenda mimi kama mimi. Kwa sababu ni mtu ambaye nimehamishika katika system ya kilimo. Lakini nikiangalia makuzi yake ya mti, ulianza umeota vizuri, umekuwa vizuri mpaka kufikia kiwango hicho cha kubwa, lakini bado kuna hali ya unyaufu katikati ya shina. Unakuta huko angalau kama unavyoona huko na huko kwenye uko vizuri, lakini katika shina unanyauka. Sasa naamini hili ni tatizo ambalo limetokana na mbegu. Unaona? Sasa hizo ni miongoni mwa changamoto ninaweza kukutana nazo kwenye zao hili la alizeti, ingawa ni kilimo cha mara ya kwanza kwangu. Kwa upande wa zao alizeti kwa wilaya yetu ya Ruangwa, tuna ardhi nzuri sana ya kulima zao hili. Kwa kuwa alizeti nyingi sana na virutubisho vya kutosha. Kwa zao hili limeonyesha uwezo wa kuweza kustawi vizuri katika maeneo yetu mbalimbali katika wilaya yetu ya Ruangwa. Katika zao alizeti, hatua zake za upandaji hadi kuvuna, kuna mambo makuu utakayozingatia. Kwanza, maandalizi ya shamba. Hakikisha shamba lako unaliandaa vizuri na lisiwe na nyasi. Pili, unatakiwa ununue aina ya mbegu ambazo zinaweza kufanya vizuri. Kuna baadhi ya mbegu zinafanya vizuri. Kuna aina moja inaitwa aina ya Zebra na kuna aina nyingine inaitwa Record. Hizi ni jamii ya alizeti ambazo zinakuwa vizuri katika ukanda wetu sisi wa kusini na katika wilaya yetu ya Ruangwa. Nafasi za upandaji alizeti unaweza ukatumia sentimita 70 kwa 35, 70 kwa 30, ukaacha mche mmoja katika shambani kwako. Zao hili kwa eka moja linaweza kukupatia kilo sopungua 800 na kuendelea, iwapo mkulima umelihudumia vizuri vile linavyotakiwa. Na hata unapovuna, gunia moja inaweza kukupa lita sopungua lita 20 ukilikamua la alizeti. Na tunafahamu kwamba lita moja ya mafuta ya alizeti ni shilingi 4,000 hadi 5,000. Kwa hiyo utaona kwamba ni jinsi gani mkulima anaweza kufaidika kupitia zao hili. Katika zao hili la alizeti kuna magonjwa na vile kuna wadudu mbalimbali ambao wanaweza kushambulia zao hili. Nitaanza na mdudu ambao ni mmoja ambaye anashambulia zao hili. Kwanza, kuna mdudu ya aina ya funza wa vitumbi. Funza wa vitumbi ni funza wa aina gani? Funza wa vitumbi ni funza ambaye anashambulia kile kichwa ambacho ndo kinatoa ua. Kwa hiyo pindi maua yanataka kutolewa na ile kitumbi chako, basi wadudu wale wanashambulia katika zao lile. Na vile funza wao pia wanaweza kushambulia mbegu mbichi ambayo ipo au changa ambayo ipo katika kitumbi chako kile, au hedi kwa kitaalamu tunaita hedi. Kwa hiyo mdudu huyu, zipo dawa aina nyingi, zipo viuatilifu vya aina nyingi ambavyo vinaweza kumwangamiza mdudu huyo, ambayo vinaingiliana. Kwa hiyo ukitumia Dudulu, ukitumia Antalio, ukitumia Bamethilini, zinamwangamiza. Huyo ndio mdudu ambaye anashambulia sana. Mnyama mwingine anayeshambulia zao hili ni ndege. Ndege ni mnyama mharibifu sana katika zao hili la alizeti. Kwa hiyo iwapo shamba lako kama hutaweza kulihudumia vizuri na kumweka mtu wa kupita mara kwa mara kufukuza ndege au kuweka mitego mbalimbali ya ndege, pia wanaweza kusababisha hasara. Lakini madhara yake ndege kwa ukanda wetu wa kusini sio wengi sana kiasi kwamba ukafanisha na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa upande wa magonjwa, mgonjwa kubwa ambao unasababisha kifano kwa wilaya yetu ya Ruangwa katika tathmini yetu ambayo tumeifanya, ugonjwa wa kwanza ni ugonjwa wa viral, ambayo ugonjwa wa virus. Huo unashambulia sana mmea wako na unapoteza hadi rangi, unakuta mmea unajikunja,
kuwa na michirizi mingi mingi. Kwa hiyo mmea automatically una uwezo wa kuperform au uwezo wa kuzalisha huo unashuka. Kuna ugonjwa tunaita ambao unasababishwa na ugonjwa tunaita kuvu ambao fungal disease. Hii huwa mara nyingi inasababishwa na mvua zikiwa zimezidi sana, mvua zikiwa nyingi, huwa ndo mashambulizi ya ugonjwa aina ya fungus au kuvu unakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo mambo makuu ambayo kuzingatia katika upandaji wa zao hili, kwanza tutaka time kidogo. Msimu ambao kwa upande wetu sisi msimu wa mwezi wa pili, mwezi wa kwanza, unaweza ukapanda zao hili likaweza kuperform vizuri. Lakini ukipanda mapema litafanya vizuri, lakini mvua inaponyesha linaweza kusababisha kuathiriwa na magonjwa niliyoyataja. Mkulima anatakiwa kuzingatia usafi wa shamba, kupanda mbegu iliyo bora na kuhakikisha anaenda shamba mara kwa mara ili kubaini tatizo na chanzo cha matatizo ambayo yanaweza kukumba mazao yake na kusababisha hasara. Palizi natakiwa uzingatie vile vile kama tunavyozingatia katika zao la mahindi, kwamba baada ya mmea kuota ndani ya siku 14 unatakiwa uanze palizi ya kwanza. Baada ya muda fulani tena mwezi mmoja unaweza fanya palizi ya pili, kwa sababu alizeti ndani ya miezi 4 hadi 5 tayari unaanza kuvuna. Kwa hiyo palizi 2 hadi 3 zinatosha katika zao hili la alizeti. Mtazamaji, leo tumeishia hapa. Usikose sehemu ya pili ya mfululizo wa vipindi vya zao la alizeti wilayani Ruangwa. Wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.